Tufanane vile unavyotaka tufanane Bwana. Neema na kweli zikashikamana na sisi ili tuweze kuyaelewa yale unayokwenda kutufundisha katika jina la Yesu, na tuseme amen. Karibu kae. Basi ni majira mengine Mungu anataka kutuhudumia kupitia mtumishi wake. Wacha nimkaribishe baba. Karibu. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna andiko fulani kwenye Biblia lilinikaa sana na huwa natamani kulifanyia kazi. Wakati Ibrahimu anamtuma mtumishi wake Eliazeri kwenda kumtafutia mtoto wake Isaka mke, alipofika kwao na msichana, walimwandalia chakula, lakini yule kijana Eliazeri alisema sili mpaka niseme kilichonileta. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi sina maneno mengi ya kujieleza ni nani. Mchungaji alishaeleza, Pastor Matayo ameeleza, inatosha. Nataka niseme kilichonileta. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya Nyakati sura ya 2 mstari wa 7 mstari wa 14. Mambo ya Nyakati wa 2 sura ya 7 mstari wa 14. Naposimama hivi naomba ufike ili tukisoma tuende kwa pamoja, maana tutaangalia neno baada ya neno kwenye mstari. Mambo ya Nyakati wa 2, lakini kwa kusoma tunasoma tofauti nilivyoandikwa, maana imeanza 2 alafu Mambo ya Nyakati, alafu mimi naanza kusoma Mambo ya Nyakati wa 2. Tunabadilisha, tusome 2 Mambo ya Nyakati 7:14. Ndivyo imeandikwa. Wangapi wameshafika? Kuna kitu ambacho nimekiangalia sana kwenye makanisa yetu.
ambacho watu wamekizoea. Wamezoea kama ni mwalimu au mhubiri akisimama aeleze anataka kuhubiri juu ya neno gani au anataka kufundisha juu ya neno gani. Hilo ndio jambo watu wamezoea sana. Sio mbaya. Mimi tutasoma ile andiko, alafu nitaanza kufafanulia, na kama ni msikilizaji mzuri nitakuuliza hivi tunazungumzia juu ya nini. Kwa maana hiyo mimi sitakwambia kichwa cha somo au sitakwambia kichwa cha mahubiri, ili unifuate vizuri alafu ugundue mwenyewe. Niliwahi kwenda kwa Pastor Matayo, tuliandaliwa chakula tu, kaambiwa karibu mle chakula. Hatukumuuliza ni chakula gani, lakini tulipokuwa tunakula tuligundua kitu fulani. Si hivyo? Alisema tu jamani wageni karibuni mle chakula. Wakati tunakula mimi mwenyewe nikajua hiki ni chakula cha aina fulani. Na nakumbuka Pastor Matayo nao nishafanya kitu kama hicho. Wanaokaribishana kwenye chakula waambiage jamani karibuni mle chakula aina fulani. Tena ukisema hivyo utakuwa umekosea. Wakaribishe tu, watajua mwenyewe, na asiyependa kula aache. Watoto wangu si watakula. Na ndio mtindo wangu mimi Bwana Isaya. Habari ya kuuliza wageni unakuja kwa soda gani? Wewe soda gani? Mimi nawapa ile ambayo nina uwezo nayo. Na kama itaki iache pale, watoto wangu watakunywa. Bali ya kutumana nianze kwenda huko Arusha kutafuta soda anayotaka. Sasa unatuuliza soda gani kwenye chakula, haukutuuliza. Sasa tuulize mnapata chakula gani? Mimi nitasema kuku wa kuchomwa. Sasa maana yangu ya kusema hivyo, sitakuambia kichwa cha somo. Nitaanza kukueleza tu, alafu mwenyewe ugundue kwamba hili somo anazungumzia kitu fulani. Uko tayari kwa hilo? Amen. Haya. Tunaanza kusoma. Mimi nitasoma mimi. Nifuate kwenye Biblia yako. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi jali hilo neno, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Narudia tena. Useme vile tulivyozoea tu. Jambo la kwanza tunalisoma kuwa la pili. Mambo ya Nyakati wa pili 7:14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi. Hilo neno lipo Unaliona neno basi? Haya magari yanayokwenda ndani yanaitwa basi. Yanaitwaje ya? Hayo magari makubwa makubwa. Abiria. Magari ya abiria. Magari ya abiria. Ndivyo yanavyoitwa hivyo. Yanaitwa basi. Manini? Basi. Basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Nashukuru uwepo wa Mungu aliyokuwa nao mtumishi wa Mungu aliyetangulia. Mungu atanijalia nitaendelea na uwepo huo. Amen. Tuko kwenye mstari wa 14. Maneno yake utayadharau, lakini kuna maneno mengi makubwa kiasi ya kwamba tukiyafafanua hata siku 10 hazitoshi, ila tutayafafanua kwa kiasi kile ambacho Roho Mtakatifu atakusudia ufafanuliwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndani ya mstari wa 14 kuna mambo 7.
Na hayo mambo 7 ambayo yako ndani ya mstari wa 14 yamegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inayo mambo 4 na sehemu ya pili inayo mambo 3. Jumla imekuwa mangapi? 4 na 3 ni ngapi? Nashukuru wote mmepitia shuleni. Ndio mwanze kuona katika mstari wa 17 kuna uzito sana wa maneno ya Mungu. Usitamani kuisoma Biblia kama unasoma barua kutoka kwa mchumba. Maana mchumba akipokea barua kutoka kwa mchumba wake anaharikisha kwenda huku chini chini ili ajue kama amepelekewa zawadi gani. Kule kote salamu, nimelala vizuri, hadiani. Anza mstari unapoanza, anza kuzingatia unalenga nini na unasema nini. Tutacheza nao mstari wa 14 huu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama nitakuwa na vipindi vingapi, tutakuwa tunacheza na mstari wa 14 tu. Anza kuzingatia jambo la kwanza, mstari wa 14 ndani yake kuna mambo mangapi? Mangapi? 7. Utayaona tu. Lakini hayo mambo 7 yamegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inayo mambo 4. Nitakuonyesha ni yapi. Na sehemu ya pili inayo mambo 3. Jumla ndio 7. Unifuate vizuri hapo, baadaye ugundue kichwa cha somo ni kipi. Na Mungu akinijalia nitakupa zawadi. Lakini zawadi kubwa tazamia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo 4 yaliomo kwenye sehemu ya kwanza. Fuata kwenye Biblia yako. Jambo la kwanza, nyenyekea. Niangalie kwenye Biblia. Tuko sehemu ya kwanza hii. Jambo la pili, kuomba. Jambo la 3, kutafuta uso wa Mungu. Na jambo la 4, kuacha njia mbaya. Hiyo ndio sehemu ya kwanza ya mstari wa 14 ambayo ina mambo 4. Tayari tumeshayaona. Jambo la kwanza, kunyenyekea. Jambo la pili, kuomba. Jambo la 3, kutafuta uso wa Mungu. Na jambo la 4, kuacha njia mbaya. Na kinachotenganisha sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, neno basi. Kwa hivyo usilione jambo limekaa na ukalisoma kama kawaida. Limekaa pa nafasi yake ili kugawa mstari wa 14 katika sehemu mbili. Neno basi limetenganisha ya kwamba tumeacha sehemu ya kwanza, tunataka kuingia sehemu ya pili. Na kila sehemu ina maana yake. Na hapo ndio somo litalenda. Basi mtu anapoongea akasema basi, kuna mawili. Aidha amemaliza, aidha anataka kuingia kwenye topic nyingine tofauti na ya kwanza. Usisikie mtu amesema basi, anaongea basi. Kuna mawili, amemaliza anataka kuondoka, au anataka kuingia kwenye pointi nyingine labda tofauti na ile aliyoanza nayo. Na ndio maana wakati wa kusoma nimekukazia sana, jali neno basi kwenye mstari wa 14. Bwana Yesu asifiwe. Utanielewa tu. Twende sehemu ya pili. Kwenye mstari wa 14 ambao ndani yake tumesema kuna mambo mangapi? 3. Jambo la kwanza, kusikiwa mbinguni. Jambo la pili, kusamehewa dhambi. Jambo la 3, nchi kuponywa. Kama tutajaribu kuiangalia hiyo maneno hayo ya sehemu ya kwanza na ya sehemu ya pili, kweli utaona kama ni topic tofauti. Lakini kwa vile msemaji ni moja, ingawa ameweka mpaka wa neno basi, lakini yanaungana haya maneno. Ashe na Biblia atanikodolea macho tu, hajui yametoka wapi. Na ndio maana unapoandika hakikisha umeyaona kwenye Biblia yako. Unaweza kufikiri mimi sina Biblia hapa, lakini mbona nimesoma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa ngapi tunao? Jumla tumeona na mambo mangapi? Na yamegawanyika katika sehemu ngapi? 2. Sehemu ya kwanza ina mangapi? Ya pili? Sasa mambo 4 yaliyomo katika sehemu ya kwanza ni masharti
au gharama. Mambo manne katika sehemu ya kwanza ni masharti. Masharti ina maana ni mambo unayotakiwa kuyafanya taka na usitake. Ndio tafasiri ya masharti. Sharti ufanye taka na usitake. Na masharti yanapowekwa huwa hayawekwi mradi ufanye taka na usitake, lazima huwa kuna matokeo yake. Na ndio maana hata mtoto nyumbani atamchukia baba au mama. Mama anamtuma kwa masharti, taka na usitake, nenda ununue chumvi hata kama kuna mvua. Mtoto anachukia. Kumbe baba anajua ni faida yake chumvi ikija itawekwa kwenye makande ili apate ladha nzuri ya kula makande. Lakini mtoto anapopewa masharti anachukia, kuna mvua baba, siendi. Na kwa sababu baba anajua faida ya kumpa masharti ili atekeleze na apate faida, yuko radhi kuchukua hata fimbo. Huku enzi zetu sisi tulikuwa tupigwe mahali pengine ni huku mpaka jioni unashindwa kukaa. Unafikiri baba anakuonea, kumbe anakupa sharti la wewe ulitekeleze ambalo lina faida nyuma. Tuko pamoja? Amen. Kwa hivyo sehemu ya kwanza ambayo tumesema ina mambo mangapi? Manne. Hayo ni masharti ambayo ni lazima uyatekeleze. Tujaribu kuyarudia. Kunyenyekea, kuomba, kutafuta uso wa Mungu, na la nne ni lipi? Ni lazima. Lakini huo lazima hauji bure, nyuma yake kuna faida. Na ndio maana mtoto ni mtoto tu. Lakini kama baba anakutuma kuna mvua, na nakwambia lazima uende, kama ungetafakari huyu ni baba aliyenizaa, kwa nini anitume kuna mvua namna hiyo, lazima niende. Kama akili ingekuwa wakati huo, wala usingebishana na baba, ungeondoka. Maana lazima kuna faida huko nyuma. Na sharti yoyote au sheria inapowekwa, lazima nyuma yake kuna usalama. Tusione sheria saa zote kuwa ni mbaya. Hapana. Saa zote sheria sio mbaya. Wakati mwingine sheria inawekwa ili kusalimisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeshaelewa sehemu ya kwanza ni nini? Ni nini? Masharti ambayo ni lazima uyafanyie kazi. Kwa lugha nyingine ni gharama za kufanya ili upate kitu. Hakuna kitu unachoweza kukifanya na ukafanikiwa bila kugharamia. Hakuna. Hakuna. Nikianza kwenda kwa haraka ili unielewe, na ili kufanya gharama, ndio maana wengi hawafanikiwi kukwepa gharama. Hakuna mafanikio bila gharama. Hakuna. Tuanze kwa mzee mwenyewe ambao ni Mungu. Mungu ndiye alituumba. Si mnaamini hivyo? Yeah. Hakuna mwingine aliyemuumba mwanadamu, Mungu ndiye alituumba. Lakini ili atupate kisawasawa kama tulivyo hapa ya kwamba tumeokoka, aligharamia. Mpaka uitwe Mkristo hapo wewe, ni gharama ambayo Mungu ameifanya. Na wakati yeye amekufanya, amekuwa na uwezo wa kutokugharamia, lakini akaamua kuvua uungu wake, akavaa mwili wa kibinadamu ambayo ndiye Yesu, akapigwa, akatemewa mate ili akupate wewe ambaye yeye ndiye alikuumba. Kwa uligharamiwa, hauko bure. Na ile ilikuwa ni lazima afanye vile ili akupate katika njia ya wokovu. Na kwa kutokupenda kugharamia, kwa kutokuzingatia masharti, yamewafanya wengine wasifike mahali ambapo Mungu amekusudia wafike. Kubali kutekeleza masharti, kubali kugharamia. Hata alivyosema mtumishi wa Mungu hapa, mtoto mwingine mama amejitahidi kumfanyia gharama zote ina nini, alafu anaacha kumkumbuka mama aliyemgharamia. Inauma. Mama mpaka akae na mimba miezi mingapi wa mama? 9. Mwingine anatembea kama gari na magongo hivyo, utafikiri akazaa watoto 6. Gharama ile.
Sawa, mtumishi wa Mungu ametuambia anayeongoza mtoto wa kike na wa kiume ni mwanaume, ni sawa, lakini ili usikupe kiburi. Ameacha amejaza mimba, anaondoka zake Uganda, anakuja kukuta mtoto ameshamkota meno, anatamani aingize mwingine. Subiri amegharamia mwenzako apumzike kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna ambacho mtu anacho cha kusema nimefanikiwa bila kugharamia na bila kutekeleza masharti. Ukikwepa kutekeleza masharti, ukikwepa kugharamia, usitazamie chochote cha mafanikio katika maisha yako. Mungu mwenyewe alitugharamia. Hata habari ya uumbaji tu, tuache habari ya wokovu. Akaanza kutengeneza bustani ya Eden, akaweka kila kitu, gharama hiyo, ili mwanadamu aje akae pazuri. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka hapo umeshajikubali hakuna kinachopatikana bila kutekeleza masharti. Wewe mpaka ule ugali mpaka utengenezwe ule, kuna masharti yake. Kama ni wa mahindi ulime, tafuta jembe, ulime, mvua inanyesha, upalilie, masharti yale. Huwezi kupata mahindi bila kununua mbegu, bila kulima shamba, bila kupanda. Unatekeleza masharti ili upate ugali. Unalipa gharama ili upate ugali. Na ndio maana mimi nawachukia sana mabachela, hawapendi kugharamia, wanapenda kwenda kwa walio au watu wana mega ugali, utafikia nampa iliyoko pembeni, unagharamiwa huo. Paka anaota ndevu pa kwenye kitovu, hapendi kugharamia, anakula kwa watu tu. Gharamia. Ukiwa na mabachela ndani ya nyumba sita una balaa. Maana utawagharamia wote. Na hicho kinawafanya wengine wanashindwa kuoa, kukimbia gharama. Nikishaoa nimlishe, ninunulie nguo, nifanye hivi. Utakwepa, lazima utaoa. Na ninyi mlioa mnawafanya wao endelee kukwepa gharama, mkatalie. Kila siku unakula kwangu tu, oa na sisi tule kwako. Ukikwepa gharama, hata kutekeleza masharti, usitazamie mafanikio yoyote yake. Kwa hivyo tunaposema sehemu ya kwanza ambayo ina sehemu 4 ni gharama hizi za kulipa, lazima unyenyekee, lazima uombe, lazima utafute uso wa Mungu, lazima uache njia mbaya ili ufanikiwe, na mafanikio yenyewe ndio sehemu ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Utasikiwa mbinguni. Amen. Pili, utasamehewa dhambi. 3, nchi itaponywa. Nchi haiponywi bure, hausamehewi dhambi bure, Mungu hakusikii bure, lazima umegharamia, lazima umelipa gharama. Na ndio kama nilivyosema, mtumishi wa Mungu nimemfuata sana. Waamini siku hizi wanapenda kuombewa tu, hawapendi kulipa gharama. Tumishi niombee, yuko hata usiku wa manane. Tumishi niombee, wakati mtumishi ndio amepumzika na mke wake, wewe eti ugharamiwe. Kwa nini wewe usigharamie? Tutakuwa watoto mpaka lini? Aliyekuwa lazima na uwezo wa kujigharamia mwenyewe pia. Piga maombi mwenyewe, fanya gharama, tekeleza masharti ili upone. Amen. Unajua kutamani kulipiwa gharama, kutekelezewa masharti kumewafanya wengine wameingizwa pabaya. Nilikuwa namwambia tu sasa hivi, tumishi mmoja akasimama akasema, mama wewe badilisha kinywa kiende pembeni, alafu uje kanisani nikuombee, nyoosha kinywa, nitakulipa hela ili huduma yangu itangaze. Unaona? Anataka apate hela wakati zinapatikana kwa kutafuta, kwa kugharamia. Haya, mtumishi na yeye anataka huduma yake itangazwe bila kugharamia. Ukitaka huduma ijitangaze, gharama mojawapo na masharti, ombea huduma yako. Amen. Nyenyekea chini ya mkono wa Mungu. Amen. Tafuta uso wa Bwana. Huduma yako itajitangaza yenyewe bila wewe kutangaza. Maana umelipa gharama, umetekeleza masharti. Sio kumwambia mtu upeleka kinywa pembeni. Na ule mama naye kama angekuwa mke wangu wewe. Unakubali ili upewe hela, weka kinywa pembeni kama maiti ya mbwa.
kuendelea kwa kutafuta mambo bila kugharamia. Akaweka kinywa pembeni, akaombewa, akanyoosha, nipe hela, hakuzipata mpaka leo. Kutamani mafanikio bila kugharamia, utaingia hasara. Tamani kugharamia, tekeleza masharti, utafanikiwa kisawasawa. Ndio gharama hizi za kulipa, ndio masharti haya. Nyenyekea, omba, tafuta uso wa Mungu, acha njia mbaya, lazima utaona matokeo yake. Sema unavyotikisa kichwa unanitishia au ndio unalipa gharama hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mambo manne yaliyo katika sehemu ya kwanza ni masharti au gharama ya kutekeleza au za kulipa tunapomhitaji Mungu atufanyie yaliyoorodheshwa katika sehemu ya pili. Haya yaliyo katika sehemu ya pili ndio ambayo Mungu anatufanyia. Na ili Mungu atufanyie ndio katika sehemu ya pili, lazima tutekeleze masharti au tulipe gharama. Masharti yenyewe ndio sehemu ya kwanza. Usiponielewa hapa, hutajielewa nitakoendelea. Maana ndio nakwambia tutacheza na mstari wa 14. Kuna mambo mawili hapa. Haya matatu haya, kusikiwa mbinguni, kusamehewa dhambi na nchi kuponywa, ndio matokeo yanayotokea kwa aliyetekeleza masharti. Na nitakufafanulia moja baada ya nyingine maana yake ni nini. Na ili upokee haya ambayo yanatakiwa tuyapate kutekeleza masharti, kwanza gharamia, tekeleza masharti. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wananifuata vizuri? Si utainua tu hata kama unifuate. Nikutwange swali sasa hivi utaanza kuhesabu hivi nini huko. Kitu hiki kuhubiri na nataka kufundisha. Na ndio maana nikikaa hapa nakaa kama mwalimu na wewe kaa kama mwanafunzi. Amen. Na maana yake nini? Nimejaribu kusoma Biblia, nimejitahidi kiasi changu. Mara 2 nimeshamaliza Biblia yote kuanza mwanzo mpaka Ufunuo. Nimeshamaliza mara 2. Natamani mara ya 3 sasa. Nimeangalia mambo mawili, kuomba na kuombewa. Nikajaribu kutofautisha maeneo kwenye Biblia yanavyoongelewa habari ya kuombewa na maeneo kwenye Biblia yanavyoongelewa habari ya kuomba. Habari ya kuomba imeongelewa sana zaidi ya kuombewa. Na ndio hapo moja ya masharti imesema kuomba. Lakini watu kukwepa gharama, kutokutekeleza masharti, wanapenda kuombewa. Na ndio maana maroho mengine yanawaingia badala ya kutoka. Hata usiposema amen. Si wote wanaoombea watu ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wengine wanawaombea watu na wakapona kwa nguvu zingine za ziada. Sio kila muujiza unaotendeka umetoka kwa Mungu. Shetani anafanya kazi. Na ili uthibitishe, angalia Musa na Farao walipopambana. Musa anafanya, Farao anafanya. Mnaelewa ninachosema? Amen. Si dhambi kuombewa. Maana hata Biblia inahimiza tuchukuliane mizigo. Na ni vizuri mshirikishe mwingine pia. Lakini tamani kugharamia mwenyewe pia ili upate mafanikio yako. Amen. Na mafanikio unayoyapata kwa kugharamia mwenyewe yana usamani wa tofauti kuliko mafanikio ya kupewa hivi hivi. Tuko pamoja? Amen. Ukinichukia sawa. Lakini hata kosa wawili watatu watakao nipenda. Maana napenda nieleze ukweli wa neno la Mungu. Usihesabu leo ukienda kwa mtumishi niombee eti umefanya dhambi. Hapana. Lakini uwe na muda wa kugharamia mwenyewe pia yao unayohitaji. Maana wengine wameacha hata hatua ya kugharamia au kutekeleza masharti, wamekuwa watu wa kuwategemea wengine. Na anasema Yeremia, mtegemee mwanadamu, wamemfanya kuwa kinga yake. Amefanya nini huyu? Sasa nani anapenda kulaaniwa? Na ukitaka kupokea baraka original, gharamia wewe. Mimi nimezaliwa kijijini. Mara ya kwanza kufika mjini waliponiambia zima taa kama hii, nilipanda kwenye kitu kupuliza.
Maana najua habari za kijijini sana kuliko mjini. Lakini kagundua tena watu wa mjini ndio washamba zaidi kuliko wa shambani. Utoke huko. Kuna kitu nataka nikuambia. Bwana Yesu asifiwe. Kijijini mama mwingine ni mvivu. Wenzake wameenda kukata kuni, mara watu wanatoka kijijini kukata kuni kutoka hapa kama Tengeru. Yeye ndio wakati wamepanga waende kukata kuni, yeye ndio anafanya anauma. Anakimbia gharama huko. Mvua zikianza kunyesha kama hizi, siana kuni, anagawa watoto, nao ndio amezaa kama sungura watoto 17. Anamtuma huyu, nenda kaone mama uniombee kile kinini kinaitwa nini kile kinachowakanga. Kijinga. Kijinga. Kinacholeta moto ndio kijinga tena. Kijinga. Niletee kijinga kwa yule mama, anamtuma mwingine kwa yule, anamtuma mwingine, vinakutana vijinga sita, hajamshawisha ugali. Lakini mtu asiyegharamia, wale wanaogharamia watamgundua tu na atakipata. Ilikuwa ndio tabia yake, na Mungu alimjalia kwa tabia yake apata watoto 17. Maana kila mtoto anakuja na kijinga chake. Kila mtoto na kijinga chake. Sikina kwa 7. Maji hayajachepuka. Lakini watu wakaja wakagundua huyu mama ana tabia gani? Watoto wakija walianza kufukuzwa. Huko ameshaandaa unga, ameshaandaa maji na kila kitu kutengeneza ugali, anasubiri kijinga cha mtoto wa kwanza. Kijinga cha mtoto wa pili. Anayekuja wa kwanza amekataa. Watatu amekataa. Wanne amekataa. Mpaka wa 7. Ugali utaliwa. Na ndivyo mchungaji, tuwaombee washirika. Lakini wakati mwingine mfundishe mwenyewe omba. Maana Biblia inasema, hebu 7:7. Mathayo 7:7. Mathayo 7:7, usifungue, nisikie tu. Ngoja sasa unisaishe. Kila aombewaye atapewa. Ndivyo imesema. Inasemaje? Kila aombaye. Uchane Biblia sasa. Ina maana ya kwamba kama unataka uponyaji, kama unataka mafanikio fulani, omba. Kule kuomba ni kugharamia hicho unachokitaka, sio ugharamiwe. Jamani, munielewe vizuri. Kila asiyetafuta huona. Si ndio tumeandika? Anasemaje? Kule kutafuta ni kugharamia, ni masharti ili uone. Hata kama umeangusha pesa huko barabarani, unakaa hapa tu, jamani nimedondosha pesa, sijui mtoto karo, sijui daftari atapataje, huko hapa. Gharamia, piga mguu mpaka usa. Mpaka asipate amegharamia huyo. Mafanikio hayaji bure. Kuna masharti ya kutekeleza ili upate unachokihitaji. Kuna gharama za kulipa ili upate unachokihitaji. Na moja wapo ni nyingi. Hakuna mahali utafika, lakini somo tutaelezesha mahali. Lakini hapa zimetajwa 4 hapa. Sharti la kwanza au gharama ya kwanza ya kulipa ni nyenyekea. Gharama ya pili hapo ni kuomba. Gharama ya 3 tafuta uso wa Bwana. Gharama ya 4 acha njia mbaya. Nitakufafanulia vitu kwa undani maana yake. Sasa matokeo yake ni nini? Ndio yale matatu yanayokuja sehemu ya pili. Utashikiwa mbinguni. Utasamehewa dhambi na nchi itaponywa. Na hapa kwenye nchi kuponywa hapa, watu wanahubiri haya maandiko, wanaposema nchi itaponywa, wanafikiri moja kwa moja ni Tanzania tu ndio itaponywa. Nitakueleza maana ya nchi kuponywa ni nchi ipi ambayo imezungumziwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kule kuja ibadani kila saa, kila vipindi vinavyotangazwa ni kugharamia ili upokee utajiri wa neno la Mungu. Amen. Siku utakaa nyumbani ufanikiwe kwa neno la Mungu. Yafanya nilishaokoka, si inatosha. Gharamia ili ukipokee kinachotokea kwa aliyeokoka. Na mmoja wapo vile kasema msiache kukusanyika kama desturi ya wengine. Ina maana kila tunapokusanyika lipa gharama. Sio wengine siku hizi mpaka mikono mmoja unakuwa mrefu mwingine mfupi, anashika remote tu kwenye TV. Channel fulani, channel fulani. Gharamia ni wakati wa kwenda kanisani upokee mafanikio. Amen. Hivi leo nilikuja pata mikono inakuwa mirefu kama ya sijui ya bata na mikono.
Nashangaa mtu anakaa kwenye kochi mpaka ananepa kwa chini huku na remote hivi. Biblia inasema msiache kukusanyika kama desturi ya wengine. Maana unapokusanyika na wengine ndio unapata na mafanikio mengine mengi. Maana ndani ya neno la Mungu kuna utajiri, sema amen. Ndani ya neno la Mungu kuna mafanikio, na hayo utayapata kule tunapokusanyika. Leo siendi nafikia uvivu. Kwani unaumwa nini? Mwambie mwenzako unasikia? Tafuta mwenyewe kichwa cha somo. Usisahau hilo. Tafuta kichwa cha somo. Unakuta mtu anaacha kwenda kanisani. Ngoja niwape mfano halisi tu. Kanisani kwetu mimi, kanisa ambalo Mungu amenijalia kuliongoza, nikawatangaza wamama tu fulani na fulani na fulani na fulani, kadri Roho alivyonijalia, muje ibadani leo, kuna maneno rasmi Mungu amenipa kwa ajili yenu. Sasa ibada zinaendelea, kanipigia simu mchungaji, sitakuja, nimepata wageni. Wageni wa nani hao? Nikamtuma msichana wangu, nenda angalie wageni. Wifi yake, wifi. Tena alitoka hapa Usa hapa. Na sijui labda yuko hapa. Kumbe Mungu aliandaa alipe gharama muda ule, aache shughuli zingine zote, aende kanisani. Kuna mafanikio yake. Tutaendelea kusoma hapa. Kwa kukwepa gharama ili ufanikiwe, kuna hukumu pia inatokea. Tutasoma andiko. Hukumu zingine, matatizo mengine yanayotupata ni kwa kukwepa kulipa gharama, ni kwa kutokutekeleza masharti. Nikamtuma yule msichana tena, chukua bodaboda wai, mwambie mchungaji amesema njoo kanisani, kuna mambo mazuri Mungu ameandaa kwa ajili yako. Msichana mwambia, kanipigia simu, mchungaji nashukuru, msichana amefika, lakini ni mgeni, ametoka Usa mbali. Ndio wapi? Wifi wake. Tena huyu alikuwa hataki aolewe na kaka yake. Yuko vipi kilichoendelea? Utafika huko hata kama si leo au kesho. Kwa kukwepa gharama, kwa kutokutekeleza masharti, wengine wanapata hukumu bila kujijua. Wakati ndio anaondoka, amsindikizi ampeleke stendi ambao wanapandia magari, aliteleza hivi kwenye mtaro hivi, akavunjika mguu. Alafu tunabaki hapa shetani ishinde. Mambo mengine sio shetani mchungaji. Mengine Mungu anakuchapa kafimbo. Na kafimbo ka Mungu afadhali tena ka shetani. Mungu akikutandika na kutandika hasa. Akavunjika mguu. Hapo mchungaji nimeumia. Na tunaendaga tu haraka kwa jina la Yesu, mguu upona. Sio mguu upona, unapambana na Mungu. Tutaendelea na huko baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Kitabu gani hicho? Kitabu gani? Sura ya ngapi? Mstari wa ngapi? Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, sio jina langu Irungu, naitwa Irungu. Sio jina langu Irungu. Unajua nani anajisema? Watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuacha njia zao mbaya, basi. Ina maana hapa ameweka masharti. Sasa anaposema basi, masharti hayo, sasa nini kitakachoendelea? Nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Masharti au sharti ni jambo au kanuni ambayo ni lazima ifuatwe ili kupata matokeo yanayotarajiwa. Masharti ni sharti au kanuni au sheria inayowekwa ili itekelezwe kwa lengo la kukufanya wewe upate matarajio unayotarajia au upate unachokihitaji. Na kama kuna sharti limewekwa la kukufanya upate unachokihitaji, bila masharti hayo hupati. Na inawezekana hilo jambo ili ulipate kuna masharti zaidi ya 4. Sasa ukitekeleza moja utapata, maana ni masharti 4, wewe umetekeleza moja. Na hapo ndio wengi wamekata tamaa, hata wanaoomba. Kuomba ni moja ya sharti. Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Baada ya kuomba siku nyingi anaanza kulaumu, mbona nimeomba Mungu hajanijibu? Sawa, kuomba ni moja ya sharti, lakini kuna lingine zaidi ya hilo ambalo unatakiwa nitekeleze.
Mimi mpaka nitoke hapo nifike hapa. Hebu simama haraka, njoo hapa wewe. Au ni askari, mbona una bunduki umevaa zenyewe? Piga hatua kuanza hapa mpaka pale, ni hatua ngapi? 1, 2, 3, ishia hapa. Sasa njoo sasa. Sasa piga hatua moja ufike pale. Moja. Ili afike pale mpaka hatua ngapi? 3. Sasa hiyo ndio shida, wengi wanaoomba wanakata tamaa. Unapoomba kwa ajili ya hitaji hilo, inawezekana ni moja ya sharti, lakini kuna mengine mawili. Sasa usikimbilie kukata tamaa, nimeomba sijafanikiwa. Umefanya hatua moja, fanya 2, 3. Kwa hivyo unapokata tamaa, jiulize, je, nimeomba ipasavyo au nimetekeleza sharti zake? Mnanipata nachosema? Uone jamaa hapa mpaka afike pale hatua 3. Sharti lililoko hapa, gharama ya kulipa ili kufika pale ni hatua ngapi? 3. Lakini ili kukwepa hatua 3, labda natoka jasho akapiga hatua 1, amefika. Na ndivyo tunavyofeli katika mahitaji mengi, kwa kukwepa gharama, kwa kutokutekeleza masharti, alafu tunabaki kumlaumu Mungu. Kama kuna mtu asiyelaumika milioni milele ni Mungu. Kama unalaumu Mungu, nafikiri babu yako, mlaumu babu yako, msalimu Mungu. Mungu halaumiki. Hata unyenyeseke namna gani, hata uteseke namna gani, Mungu halaumiki. Ni Mungu, ni Mungu tu. Wewe ndio unalaumika, haukutekeleza masharti ya kukufanya upate unachokitaka. Mbona wote mnafanya hivi? Maana yake nini? Unaweza kuwa na hitaji ambayo sharti lake ni hilo moja. Unaweza kuwa na hitaji ulipate masharti yake yanaweza kuwa hata 10. Sasa ni juu yake ujue juu yako hili ninachokihitaji masharti yake ni mangapi, inabidi utekeleze yote. Rafiki yangu, unanielewa vizuri? Huyu jamaa, wewe si ndio umetuleta wewe? Nilimkuta pale kwa pasta. Kamuuliza pasta yuko? Akanambia na mtu. Na mimi si ni mtu. Yeye ni mpasa matana kaka na mbuzi. Kama kuna mtu na mimi ni mtu, lazima niende huko. Ibidi nifungue mlango niingie bwana. Angesema kuna mbuzi nisinge. Haleluya. Hivi hujapata kitu cha somo? Bado. Hujapata kitu cha somo? Umeshapata? Kaa nacho hivyo. Tutafanya mtihani. Mimi mwalimu. Tutafanya mtihani. Gharama ni kitu au jambo au hali inayotolewa ili kulipia unavyovihitaji. Gharama ni kitu au jambo au hali inayotolewa ili kulipia unavyovihitaji. Na ndipo nimeanza hivi, hakuna unachokihitaji ambacho utakachokipata bila kulipia gharama. Hakuna. Sema kimoja wapo ulichokipata ambacho kulipia gharama. Ni kitu gani? Wewe mpaka uolewe, wewe mwanaume nilipa gharama. Na wasichana siku hizi, nitakupa jibu kesho. Anakuja tena mwanaume. Tena nitakupa jibu kesho. Kwani kuna siku kesho? Hawa wa maduka hawa wa Meru hapo wanaandika dukani kwake kule, mkopo kesho. Huyu ameshakataa mkopo huyu. Hakuna utakuja kesho, utakuta tena uje kesho. Utakuja tena uje kesho. Sasa yule jamaa kwa sababu anataka kupata, analipa gharama kila kesho anakuja. Kila kesho anakuja mpaka mwenye duka anasema basi nitakupa leo. Amelipa gharama. Watu wa Mungu, niongee ukweli. Na ninyi mliofanikiwa kiasi fulani, maana tunazidiana, yeyote aliyefanikiwa chochote hapa bila kulipa gharama akisema ni kitu gani ambacho ulikipata bila kulipia gharama? Na ndio nimeanza Mungu mwenyewe pasta, Mungu mwenyewe. Jamani munielewe eti. Si ndio Mungu huyo? Ndio. Si ndio Mungu mweza yote? Wewe mpaka mtu umeokoka hapa nafikiri hajafanya gharama. Unakumbuka gharama mmoja hapo amefanya? Gharama gani? Mwana wa Mungu anaachwa uchi. Anatemewa mbate. Anapigwa. Analia. Mungu wangu mbona umeniacha? Yesu si ndio Mungu? Alikuwa analipa gharama ili akupate msana. Sasa unataka upate ile bure. Shetani mkubwa wewe. Na ndio maana wengine wanachoma kwenye matairi, wanataka wapate kirahisi bila kulipa gharama. Anavizia aenda aibe begi au simu ya fulani, ajue amepata hiyo simu mmoja kwa gharamia, anataka aibe. Na ndio maana wanawekwa kwenye matairi. Lakini uzuri serikali kaingilia, msichome kwenye matairi, waleteni hapa tuwafundishe.
Dada yangu umekasirika? Au hutaki kulipa gharama? Hata kuwepo hapa hivi unalipa gharama hivi. Maana ungekuwa nyumbani hapa ungekatia ng'ombe majani, lakini huko hapa unalipa gharama ili upate maneno ya uzima. Sema amen. Ukikwepa gharama hii hutakuwa katika wokovu. Inabidi saa imefika unaenda. Saa imefika unaenda. Hata kama kula unaacha kula ili unalipa gharama ili upate nguvu za wokovu. Jamani, bado narudia. Nataka mtu mmoja anijibu. Ni kipi ulicho nacho ambacho una hakika nimefanikiwa kwa hicho ambacho ulipia gharama? Niambie. Ni kitu gani ambacho ulikipata kulipia gharama? Na tunaanza mfano kwa Mungu mwenyewe, muweza wa kila kitu. Alilipa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Tangu kuumbwa kwa mbingu na nchi, tangu kuumbwa kwa mwanadamu, hakuna kinachopatikana na kikawepo bila ya kutekeleza masharti yake au bila kulipia gharama. Hakuna. Ninaporudia hivi nataka mtu anijibu, aniambie kipo. Hakuna kinachopatikana na kikawepo bila ya kutekeleza masharti yake. Hakuna kinachopatikana bila ya kulipia gharama. Leo hii unaitwa umeokoka, kuna gharama iliyolipwa. Yesu kufa msalabani baada ya kupitia mateso mengi, gharama hii. Ndio maana naitwa nimeokoka. Mnakubali hilo? Leo hii unaonekana ni Mkristo ni baada ya kutekeleza masharti, kukubali kuachana na starehe zote, waliokuwa walezi wakaacha, kuacha uzinzi, kuacha usharati, kuacha uchawi, kuacha wizi, gharama hii. Nilikuwa mlevi sana mimi, ndio uliona starehe zako hizo. Lakini peka kukubali kuacha ulevi, gharama ile, unatekeleza masharti. Leo nimeokoka. Tukianza kuhesabiana hapo ambao wasemaji ni wachawi kutoka kama nilikuwa mchawi. Unanyamazaje? Lakini katika uchawi wako unaruka na unga, unaenda Moshi, unaenda wapi? Nini na nini, unaamua kuuacha, utekeleza masharti ili udumu katika wokovu. Sasa wewe unataka uokoke ndio ukaekae mradi umeokoka tu. Na wengine wanasema ukiokoka mambo shwari. Ukiokoka ndio itakuwa na amani. Ukiokoka hutaugua. Nani alikwambia? Nani alikwambia? Wakati mwingine atakutandika ka ugonjwa hapa ili ugharamie kuvumilia. Atakutandika ka shida hapo ili ugharamie kuomba sana. Tuko pamoja? Amen. Habari ya kuokoka, eti nimeokoka, kama ni mchungaji amesema ukiokoka mambo yote shwari, achana injili hiyo. Kwanza ukiokoka umetangaza vita. Hey. Na kama uko hapa nakwambia hivi, nilienda sehemu moja kuhubiri inaitwa Burundi, wanasema ujigomeni. Yaani ujitahidi. Umetangaza vita sasa na shetani. Ninyi vijana mnaohubiri mitaani, nyosheni injili. Na mkitaka injili ya kupamba mafuta kwenye chupa, kanisa litajaa kesho. Haleluya, okokeni. Wake wazuri wako kwa Yesu. Okokeni, ndoa itakuwa na matatizo. Okokeni, umaskini utaisha. Huyo mwenye anasema umaskini utaisha, hana hata respect. Mwambie neema iliyoko ndani ya kuokoka, ukinyenyekea masharti Mungu anafanya. Sasa naambia kwamba okoka, ndoa yako itakuwa na amani. Ndoa yangu ilikuwa na matatizo mpaka ninamwaka sijashinji yako na matatizo. Kumbe ndoa itakuwa na amani. Atakuja hapa mchungaji mshirika wako mzuri. Sasa siku 2 siku 3 matatizo ndio yanaongezeka. Atakaa. Mweleze ndio. Ukiokoka tii yale maneno ya Mungu. Na ukiyatii Mungu atafungua mlango kwa ajili yako. Sio kusema ukiokoka tu mambo yote shwari. Lazima ulipie gharama. Wengine wanasema afadhali nilikuwa sijaokoka, baada ya kuokoka ndio matatizo yamezidi hivyo. Mungu anataka ulipe gharama ya kuvumilia ili ufikie mahali pa amani. Bwana Yesu asifiwe. Wote mko shwari katika ndoa zenu? Matatizo la walokole ndio wanafiki wakubwa. Akiwa mbele ya watu, mke wangu huyu nampenda sana, kumbe wanakutana viwili nyumbani kama hospitalini. Samani kuwasema ni wanafiki.
Ngine anasimama hapa, mke wangu amewasalimia, kumbe hajamwaga hata mke wake. Hivi mama, unataka kuondoka? Naona unaingiza upepo kwenye tai. Kwa kutokujua unaingia katika maombi au kuomba, Mungu nipe kitu fulani, Mungu nifanyie hivi kwa namna fulani. Si ndio maombi mengi tunayoomba au tunampangia Mungu? Usipofanikiwa katika mahitaji hayo, unakata tamaa kwa kusema Mungu hakunipa ninayomuomba. Kabla ya kukata tamaa, jiulize, nimetekeleza masharti yanayolingana ninachokihitaji? Kabla ya kukata tamaa, jiulize, nimelipa gharama? Na inawezekana umeomba, ni moja ya gharama hiyo. Umeomba ni moja ya masharti ili Mungu akusikie. Lakini angalia hicho unachokiomba, inawezekana kuna gharama 2-3 za kulipa. Inawezekana kuna masharti 3-4-6 ya kutekeleza. Sasa wewe umetekeleza sharti moja, kama jamaa yangu alipiga hatua moja ya kufika pale, kumbe sheria ni hatua ngapi? 3. Hiyo ndio sababu ya wengine kuchelewa kupokea mahitaji yao bila kujua ni gharama ngapi za kulipia hicho kitu, ni masharti mangapi ya kutekeleza. Lakini tunakimbilia kukata tamaa. Mchungaji mmoja akasema hivi, mimi mshirika akibahatika kufanya uzinzi, sikuruhusu ufanye uzinzi, utapata ukimwi. Akasema mshirika akibahatika kufanya uzinzi, kwa kweli nitamrejesha, nitamwombea Mungu amsamehe, lakini ukikata tamaa na kukuza, maana ni sumu mbaya, ataambukiza wengine. Na kweli muamini akikata tamaa, na ninyi mdao muendea ukijua amekata tamaa, kuna uwezekano wewe kukata tamaa. Jisatiti sana. Na mchungaji mshirika ukimtuma kwa mtu aliyekata tamaa, akikataa usimhukumu, ameponya nafsi yake. Unafikiri unaenda kumrejesha, kumbe unaenda kutekwa wewe. Kukata tamaa ni sumu mbaya sana. Na ukiangalia wengi wanaokata tamaa, shiki kweli, kumbe matatizo ni ya wao, hawakutekeleza masharti, hawakutimiza gharama. Usikimbie kukata tamaa. Mungu ni wa kweli, akisema amesema. Sasa tatizo liko kwetu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kijana mmoja aliokoka sana. Yeye hata akitembea barabarani ananena kwa lugha tu. Kuzirisha ameokoka sana. Akasema kila kitu kwa Mungu ni kirahisi. Na kwa sababu Biblia imesema tuoe, mimi Mungu atanifanyia, sitaondoka kuongea na msichana wala chochote, msichana atajileta mwenyewe chumbani kwangu. Umekuwa mwewe wewe. Kumbe moja ya sharti na kuoa ni nini? Kwanza omba. Pili tafuta. Chini ndio. Yeye akasema nitakaa chumbani tu, msichana atajileta mwenyewe. Bila kulipa gharama ya kwenda kufuatilia kama ni tanga. Bila kulipa gharama ya kuomba Mungu nichagulie, aje mwenyewe mpaka nyumbani. Ninyi wawili mmekuwa mashetani. Moja ya gharama ya kuoa, naona vijana ni wengi hapa. Na wavivu wavulana ni wengi, wasichana ni wengi, na shangaa wewe na huko bachela hapa. Tungaje tangaza hao walio hao waanze kuwafukuza wote hao. Ndio maana wataki kuoa. Lipa gharama, piga magoti, Mungu nichagulie mchumba. Baada ya kuomba Mungu nichagulie mchumba, maana Mungu anajibu kwa njia nyingi. Anaweza akakujibu kwa maneno, au wakati mwingine anakujibu wakati umeingia kwenye utendaji. Baba Mungu, anza kwenda. Lakini kusema atanikuta chumbani, Yoshi mwanamke huyu. Lazima ufanye nini? Ulipe gharama. Pasta wangu, mimi siku nachumbia mpaka tunabariki ndoa yetu. Miaka 5 ya uchumba. Kijijini huko. Kijijini kwetu na kijijini kwao na mali kwa mchumba wangu wakati huo ilikuwa kuondoka saa 12 asubuhi, saa hizo hujafika. Na kwa wiki nilienda mara 3. Kulipa gharama. Maana ile bila kusema na kupenda mwenyewe nilimpa picha kujua mtu ananipenda huko. Kwa wiki mara ngapi? Gharama. Hata ile unamchumbia msichana na kupenda ni kuoe, uje kesho. Ukija kesho, uje kesho, unakata tamaa. Endelea kulipa gharama, nenda. Anahitaji kitu ni pamoja na uvumilivu pia. Maana wameumbiwa hadi moja ya uongo ambao sio mtakatifu. Uje kesho, na wewe kesho utamkosa huko. Atapata mwingine.
unalipa gharama. Jamani, kwa sababu kwa Mungu tu havipatikani ovyo ovyo, eti Mungu anabariki tu, Mungu anabariki tu, Mungu anabariki tu. Kuna kulipa gharama hata kwa Mungu, ndugu yangu. Amen. Jamani, watumishi wa Mungu, unanikubali hiyo? Mimi napenda kupata bure, mradi nimeshaokoka, Mungu atajipatia tu. Lipa gharama. Sasa wanashikilia andiko lingine, kila aombaye upokea. Lakini shika neno lingine, mkiomba sawa sawa na jina. Sio kuomba tu upokee. Kama ndivyo hata wapagani hata wanani wangepokea wote, shikila watu wanaomba. Pamoja na kulipa gharama, pamoja na kutekeleza masharti. Na moja, unapoomba kuna sharti ambayo limeongezwa hapo, unachokiomba uhakikishe kimelingana na mapenzi ya si unachotaka wewe. Eti Biblia inasema lolote uombalo upokee. Lolote utalipata kama linalingana na mapenzi ya Mungu. Hiyo ni gharama ya kulipa. Hilo ni sharti la kutekeleza. Kwa hivyo mimi namuona mtu anayekata tamaa wakati wa shida, amekosa cha kufanya. Endelea kutafuta, aidha kwa mafundisho, aidha kwa njia ya watumishi wa Mungu, ni kipi cha kufanya ili upokee. Sema amena. Amen. Sema amena. Amen. Sasa usipofanikiwa katika mahitaji hayo, unakata tamaa kwa kusema Mungu haanipi ninayomuomba. Kabla ya kukata tamaa, jiulize, nimetekeleza masharti na ninayajua? Kabla ukata tamaa, jiulize, nimelipa gharama? Na mojawapo mwingine anataka kupokea bila kuomba. Haoni gharama zimeshatajwa hapo. Kila aombaye upokea. Ina maana unatakiwa uombe. Yaani lipa gharama ndipo utalipa, utapewa. Sasa wewe hauombi, unakata tamaa ya nini? Hii ya Mungu amen. Mungu amen. Yesu mwenyewe mpaka afikia hatua ya kuwa kombozi wetu, alipa gharama. Alifunga siku ngapi? Siku 40, si mchezo. Siku 40. Wengine wanajifungia ndani, anaomba eti ameweka sufuria na makande pale. Dakika 5 anaweka vijiko vitatu eti naomba. Anaandaa sufuria na makande kubwa kama vile kuna harusi. Kule chumbani ndio anaweka vijiko viwili. Mungu nisaidie. Hivi ni saa ngapi? Umelipa gharama kweli? Yesu siku 40 hakula wala kunywa. Anakugharamia wewe ili uonekane, si ndio lengo la kufunga. Na wakati ni mtu wake, ndio alikuumba yeye. Bado anakugharamia. Wewe unakwepa gharama upokee namna gani? Kuna mwingine ameshapata kichwa cha somo. Na ninarudia hapo, ndio kwenye kichwa cha somo. Msiache zawadi kaenda kwa mtumishi Mathayo. Na mkifeli wote narudi na zawadi yako. Bwana Yesu asifiwe. Haya, tutoe mfano. Malaki 3:10. Tutoe mfano halisi kwenye Biblia. Anasema hivi, leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana. Naona hilo ni sharti la kutekeleza, au ni gharama ya kulipa. Na anayetoa hilo sharti, anayeweka hiyo gharama ni nani? Mungu. Ndio anasema hapa, leteni zaka kamili. Huyo si mtume Paulo, wala si mchungaji Mathayo anayesema hiyo, wala sio Petro. Leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Nani anaongea hiyo? Mungu huyo. Na aongei bure, hivyo anaweka sheria, anaweka sharti, anaweka gharama ya kulipa. Mkaijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana. Hilo ni sharti la kutekeleza, ni gharama ya kulipa, ni Mungu anasema. Maneno yanayoendelea yanaeleza yatakayotokea baada ya kutekeleza hiyo masharti. Anasemaje? Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka tele. Sasa kumbe, ili madirisha ya mbinguni yafunguliwe, ili baraka tele zije, moja ya sharti hapa ambayo nimeenda kwa upande wa utoaji ni kutoa zaka kamili. Sasa mwizi wa zaka hapa ni wewe. Lakini hapo na kesha, Mungu nifanikishe. Usipofanikiwa na laumu. Jamani, sharti liko wazi, leta zaka kamili ghalani kiwemo chakula. Alafu muone madirisha atakapofunguka. Sasa unataka yafunguke na huna ufunguo. Mnaanza kunielewa tukisema? Kwa hivyo unapotoa zaka, unatekeleza masharti, unalipa gharama ili upokee mafanikio. Kule chini ukiendelea,
anasema atakemea yeye alaye, atavunja kila kitu kinachoharibu. Kama ni mashambani huku, mdudu anakuja anakula mazao yote nini na nini. Ukilipa gharama, ukitekeleza masharti ya kutoa fungu la 10, yule anaye kula yule anafanya nini? Anaondolewa. Sasa wewe umekopa kulipa gharama, alafu Mungu nifanikishe. Hayo ndio maombi yanayofanya wengi wakate tamaa. Kumbe Mungu hajakosea, amekuambia sharti la kufanya ili mazao yako yafanikiwe. Waamini wengi watoe fungu la 10. Na amefika hapa mahali baada ya kubarikiwa kutokutekeleza sharti, anasema mmelaaniwa ninyi, maana mnaniibia taka na nini? Umeme. Unaona kanisani mtu ameweka noti ya 10,000 hapa mfukoni hapa. Ameweka, amebaki na ile 100 iliyobaki sokoni Husa. Baada ya kununua nyama na vitunguu, anaanza kuchagua hapa mfukoni hapa. Hivi ndio anakuja kama ni kutolea sadaka hapa. Anaendelea kuchagua hivi. Alafu anaminya mdomo pembeni kama mtasigara hivi. Sasa msamahani kwa lugha hiyo, Mungu alivyo mkorofi. Unaweza kashika ile 100 ile, alafu na ile noti 10,000 nayo inachomoka. Unasema imeshika 100, alafu unajaribu kurudishia, unajirudishia, kumbe imebana na hii imedondoka hapa. Mungu amekamwandaa jambazi wa nyuma yako, nafikiri ameokoka, kumbe amekuja kuchukua ile hela, anabeba. Baadaye unatoa na ile 10,000 unaipangia. Unatoka kanisani kuangalia 10,000. Alafu unaanza kuangalia kwenye huko. Ndio kama msemaga, samani watumishi wa Mungu, hakuna jambazi anayemzidi Mungu. Mungu havunji na nyundo. Mungu anaingia kila ini popote. Na ndipo nimesema nitaeleza baadaye, kutokutekeleza masharti pia kuna hukumu inayofuata. Hiyo ni moja ya hukumu kwako. Aliyekuwa nyuma yangu anaweza akaokota kabisa. Najua ni Mkristo yule. Mungu anaweza akamtumia na yeye apate kwa mahitaji yake, ulijuaje aliomba akatekeleza masharti. Unaona? Kwa hiyo kutoa zaka sifundishi habari ya utoaji, lakini nafundisha habari ya masharti. Kwa kutoa zaka unatimiza, unalipa gharama, unatekeleza masharti ili ufanikiwe. Na ukweli, wafanya biashara mlioko mahali hapa na mnaotaka kufanya biashara, Mungu bariki kibanda changu, ninauza nyanya, wateja waje wengi kesho wanunue kwa jina la Yesu wa Nazareti. Si unaenda na imani kwamba nimeomba. Sasa Ilungu ndo anapita zake, anakuja kwenye semina, karibu mteja. Mkurani akwambia mimi mteja. Naenda kwenye semina. Na kama mwingine anakuja Mathayo, karibu mchungaji Mathayo. Wewe mimi nimeacha street imejaa maparachichi. Utanunua ya nini? Mpaka jioni unaanza kufinya hivi tu, unaharibu tena zaidi. Hakuna kitu. Na huku umeomba. Ameomba huyo. Sasa shida ni nini? Au kulipa gharama, au kutekeleza masharti. Na sioni kabisa habari za kufunga na kuomba kwa ajili ya biashara. Siri kubwa ya biashara jiende kula na mzee. Sema amen. Kula na mzee. Naposema mzee mnamuelewa? Ni nani? Kula na Mungu. Ni siri kubwa ya kufanikiwa katika watu wanaofanya biashara. Hata kama utaomba na utekelezi masharti ya kutoa, ndugu yangu, inakula kwako hiyo. Kula na Mungu. Ni sharti na ni gharama ya kulipa. Mambo yatafanikiwa. Anasema nitamwarifu yeye alaye. Bwana Yesu asifiwe. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka tele. Baraka ni kupata au kuwa na kitu au hali ambayo hukuwa nayo. Na kile unachokitaja ambacho hauna kile, ili ukipate gharamia. Tumeshataja baadhi ya gharama, ni pamoja na kuomba, ni pamoja na kunyenyekea. Kunyenyekea ni kufanya kile unachotaka kukifanya. Sasa unachotakiwa kukifanya, hukifanya, lakini unataka upate. Huo ndio hukumu wa waamini wengi kutokufanikiwa. Alafu tunabaki kumlaumu shetani. Kitu ambacho shetani, Mungu alichukua uwezo wake ni wa kuwepo kila mahali kwa lisali moja. Mungu ndio mwenye uwezo huo. Sasa wewe biashara yako uende, si uko hapa, wanaita wapi hapa? Hamjui hata majina ya hapa? Jogoo. Wewe uko hapa, Mungu fanikisha biashara yako. Haiendi. Tunalaumu shetani. Aliyoko kule mjini kwetu, biashara yake iende, analaumu shetani. Ina maana wakati huu shetani anazuia mafanikio ya watu wa mjini, anazuia watu wa huko, na Mungu alikataa sio manipoto kwa lisali moja. Mengine ni wewe ndio shetani mkubwa, hutekelezi masharti. Shetani hana uwezo wa kuwepo kila mahali.
Na moja ya silaha kubwa ambao Yesu alipokwenda kuzimu, ule ufunguo moja, kujua mawazo ya mtu. Shetani hana uwezo huo, uwezo wa kuwa kila mahali kwa sahani moja. Shetani hana uwezo huo. Sasa wewe huku kama umeita ndio wapi, unalalamika shetani amechukua biashara yangu. Wa mjini analalamika, wa Moshi analalamika. Mchungaji, kama tungeweka mahakama ya shetani na Mkristo, shetani angetushika. Angesema Mungu, huko anakosema shida tutaka huko. Sema nini? Ushetani mwingine tunao sisi wenyewe kwa kutokutekeleza masharti. Simtetei shetani na siruhusiwi hivi. Lakini tukienda kwa walali, kwa malalamiko mengi tunalalamika Wakristo wetu tukufanikiwa ni shetani, kama mahakama ingewekwa. Tuje kwanza habari ya ndoa. Wewe mwenyewe ukiongea hapa ni kama Radio Maria. Unataka kunyenyekea kwa mume wako. Akikuongesha kidogo, shetani ameingilia ndoa yako. Wewe ndio shetani mkubwa. Lazima nyenyekea kwa mume wako. Wewe usikweli. Na wewe ni mmoja wapo wewe. Ukiongea hapo wanasikia. Mimi nitaenda kwetu. Ambaye anakuwa unani. Siri kubwa ya kutunza ndoa yako iwe vizuri, na moja ya kanuni ya sharti, nyenyekee mume wako. Ndio ni mwanaume huyo, nyenyekee tu. Na kama uwe ni mkweli, ukweli haufukiwi, utazirika tu. Hauziriki kwa maneno mengi, usilazimishe ukweli kuzirika. Nyenyekea tu, Mungu ataudhirisha. Na ndio siri kubwa alikuwa nayo Yesu wakati anateswa. Maana walimuandaa wamuue Yesu, wakamsingizia maneno mengi. Yesu akajua kwa sababu ameshakusudia kuniua, hata kama nikijibu wataniua, nisipojibu wataniua. Ngoja ninyamaze, nimwachie Mungu anitetee. Alinyamaza kimya. Lakini siku anafufuka akasema, kweli alikuwa Bwana wa Mungu. Sema amen. Acha haki ijifunue kuliko kufungua midomo yako kama Radio Maria. Mchungaji, ndoa yangu mbaya sana, nimepigwa usiku kucha. Na tatizo la walokole, akishakuwa mume Mkristo na mwanamke mpagani, wanaendaga kwa Mkristo. Na Wakristo wengi katika ndoa ni wakorofi. Kweli usiku kweli. Inawezekana mume ana haki hata kama ni mpagani. Na hata kama una haki, garamia, nyamaza. Na wewe Biblia inasema kuna wakati wa kunyamaza na kuna wakati wa kusema. Na ili upate ushindi, siri kubwa garamia, hata kama utaonewa. Jua ukweli wangu sijafanya, tulia kimya, ukweli utazirika. Unapotulia kimya, watu watasema, unaona amefanya kweli, uone amenyamaza. Ndio unasemaje watu? Tuende. Fulani ametukana watoto wangu sana. Baba, tuende. Wewe. Umetukana mtoto wangu kitu kama chabaka. Ndio maana amekuja amejua. Wewe ukinyamaza kimya, hasha, nimekuambia amefanya kweli. Uone hata kujibu hajibu. Kumbe kweli utanitukana. Wewe simamia ukweli wako ya kwamba sijatukana mimi. Hata kama watakuonea, hata kama watasema ngapi, iko siku ukweli utazirika tu, hata kama hujaenda mbele. Ule kunyamaza unagaramia ushindi wako ujulikane. Acha Mungu akutetee. Usikubali kujitetea mwenyewe. Hiyo ni shida aliyokuwa nayo Yesu. Hata kama alikuwa kweli, alinyamaza. Wanamsukuma mwana wa Mungu huko, wanampiga na hana sababu aliyoifanya, lakini kweli ilikuja kuzirika. Wakasema wenyewe kabla mambo mengine yote, wakati anakata roho kule, Biblia inasema Kristo alivamia nchi. Wakasema kweli alikuwa ni mwana wa Mungu, alilipa gharama. Sema amen. Mwambie mwanamke mwenzako, nyamaza kwa mume wako, lipa gharama. Umeme umekatika na radio zinakatika, lakini yako inaongea hata hakuna betri, hata hakuna umeme. Mwambie mwanamke acha ukorofi bwana. Unyenyekee mume wako, ni moja ya gharama na masharti ya kutekeleza ili uwe salama katika ndoa yako. Hata kama ukinichukia unadomo wewe, acha kitu. Alafu mchungaji niombee, ndoa yangu ina matatizo, na mchungaji ndiye kwa shindo, huyo mume wako huyo Mungu atampata. Hana tatizo, ana haki hata kama ni mpagani. Ana haki. Huyu mwanamke wako huyu uliye naye, huyu ndio mwenye domo kama mdomo inakata ishone. Ndio kitaka nifanya haleluya. Haleluya. Akifika nyumbani na kuna cha haleluya. Anamkabia mwanaume, mbona ulishinda hapa ukisonga ugali mwenyewe? Sasa unakuta
na njaa nipe ugali ule kwenye kabati ule pale chukua mwanaume. Kuna karani ya wanaume itainuka. Nyenyekea kama mwanamke kwenye sehemu yako ili ugaramie ushindi wako. Sema amena. Mwambie tena funga midomo yako wewe. Ushindi unagaramiwa pia. Vipi ndugu yangu? Nimekupata nini? Au mtu wako jana charuka sana? Mwana jamaa ananiangalia utafikia nataka kulala. Mathayo 7:12. Basi yeyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni hivyo hivyo. Yaani watu wengine. Sharti hilo. Sikiliza vizuri sharti hilo. Basi yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni hivyo hivyo. Yaani kile unachotaka kutendewa wewe, lipa gharama, watendee wengine hivyo hivyo. Wewe ndio mchoyo wa kupindukia zaidi ya shetani. Lakini unataka jamani mnisaidie kaunga ugali umepepeka. Jamani mniongeze na wewe mwenyewe utoaje. Dada achekaji. Na mwangalia jicho la pembeni hapa. Asije akanirukia maana watu wenye hasira waongeaje wanapabiaga. Kile unachotaka kutendewa watendee wengine. Kwa maana kwamba ili utendewe lipa gharama ya kuwatendea wengine. Kuna watu hata kama ukienda kwake kila siku umekuta tumeshakula. Kila siku tumeshakula. Basta. Mimi si mtakatifu kiasi hicho kwa habari ya kula. Kula ni kula bwana. Mbona akasema tule na tule kwa sababu kesho tunakufa. Sasa unafika kwa muamini, mchungaji umekaza umeshakula. Ile nani sasa kama sio kula kweli? Ile iko nani? Ile iko nani? Sasa Mungu akifika hapa wataenda kukopa. Alafu mchungaji tumeshakula, lazima chakula nipate. Anakesha kuwaombea huyu. Anakuja na watembelea, hawasemaji nina njaa. Mpe. Na mchungaji ukipewa sio kula kitakatifu, kibaki pelekeni kwa watu. Unampe. Kwa nitakula wapi? Niende kwa wapagani wakati marafiki zangu huko. Sasa na Biblia inasema mule ja kwao. Haleluya. Lakini mchungaji, Mungu anisaidie. Kila ninapokwenda kuomba sipewi. Wewe mwenyewe unapaka watu. Unapaka watu. Tusiwe pesi kwa watu mikono kwa tabia mbaya, tunawaongezea tabia mbaya. Mueleze ukweli. Kama unataka kupewa si andiko hilo. Hivyo unavyotaka wewe watendee na wengine hivyo. Unakuta wengine ndani ya nyama ikinunuliwa watoto wanauliza baba kuna wageni. Na hiyo siku wamepika nyama mgeni akija picha na watoto wakorofi. Waambie sipo. Baba yenu yuko wapi? Amesema tuseme haupo lakini anaingia kimya. Mathayo anasema kwenye mwongozo wa maombi sio tuombe vile. Kuna kipengele kinasema utupe leo riziki yetu. Yesu maga hiyo. Ngoja nikwambie kwa mfano. Zingatia. Unapoomba jioni wakati wa kulala, unaposema utupe leo riziki yetu, ina maana unaomba kwa ajili ya kesho. Sasa hiyo kesho ukafanikiwa, mume wako amenunua miguu miwili ya mbuzi. Sasa unashangaa miguu miwili ya mbuzi, siku hizi mguu wa mbuzi unakuwa kama kinini kama hivi. Inakaa mwezi kwenye friji, miguu miwili ya mbuzi kwenye friji. Analeta kanini mpaka watoto hawashibi. Mgeni akija hatuna kitu. Kumbuka uliomba ulisemaje? Utupe leo riziki yetu. Ni pamoja na lungu. Sio yako. Haijasema nipe leo riziki yangu yetu. Sasa anapofika na lungu na yeye ulimuunganisha kwenye maombi yale, mpe ya kesho yakishubukia yenyewe. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Unapana mguu wa mbuzi mwezi mzima kwenye fridge. Watoto wanaanza kuharisha, shetani shinda, umesababisha waharishe, hicho kilikuwa cha leo. Hele wewe ni Biblia hizi. Kambuzi hivi friji za hizi zimeleta makasheshe. Kijijini hakuna friji.
watoto hawajashiba nini, mtakula nini kesho? Hii uliomba utupe leo mguu wa mbuzi na umekuja, lazima tule leo. Tuelezane ukweli, wamama mnaopikaga hivyo. Unatoka kapiga maharage asubuhi saizi yakachacha, asubuhi saizi yakachacha, yanachacha muda gani? Ya kilala. Naona sasa yalikuwa ya leo, na kama kweli watu wameshiba, Mungu atayatunza kama alivyotunza zile vikapo baada ya kulisha watu zile samaki na ile mikate. Lakini umelazimisha afike kesho yatachacha, na wakilazimisha kula mnahamia chooni wote kuharisha. Maana umepitiliza kwa muda ambao Mungu alikusudia. Na hapo ndio tunakosa baraka nyingi tunazohitaji, hatutaki kuwapa wengine. Ibrahimu mpaka afanikiwe kupata Isaka, watumishi wa Mungu, aligharamia. Jamani, mniunge mkono kama sivyo, ila msinifanyie kunitishia, mniunge mkono. Ibrahimu aligharamia. Ilikuwa ni ahadi ya Mungu kweli ya kwamba atamfanya kuwa baba wa mataifa mengi. Ilikuwa ahadi ya Mungu. Mungu anaweza kukuahidi kitu, lakini ili kitimie akuwekea masharti. Siri kubwa iliyomfanya Ibrahimu afanikiwe, sijafika mahali pa kufafanua yale masharti. Nitayafafanua tu, somo linaendelea na ndio naanza. Unaona alichomfanyia Ibrahimu, ondoka uende nitakako kuambia. Ibrahimu aliuliza ni wapi? Semeni wasome Biblia. Ibrahimu kama ni chumbani, alianza kuchomoka chumbani, ajua kitoka pale aelekea kusini wao. Lakini kile kitendo cha kutia akaanza kuondoka, Mungu alianza kumpa mwelekezo hivi. Kitu cha kwanza alinyenyekea. Tuko pamoja? Haya, tufupishe, ni historia ndefu, alipitia mengi tu. Haya, Ibrahimu, tuelezane ukweli, shikatai maombi. Maombi ni moja ya sharti, lakini kuna mengine ambayo sharti lake sio kuomba. Amuona amesema ombeni mtapewa, maana amesema tafuteni. Yani kuna mengine sharti lake ni kutafuta, kuna mengine sharti lake ni kuomba, kuna mengine sharti lake ni kupisha. Hiyo tutaifafanua baadaye. Kile kitendo cha Ibrahimu kuanza kuondoka kutekeleza alivyosema Mungu, ikawa ni moja ya sababu ya ahadi ya Mungu kusema atakuwa baba mataifa mengi. Akaanza kuzaa ili afikie kuwa mataifa mengi. Shamezaa mtoto mmoja, Mungu akampa mtihani tena ili Ibrahimu agharamie, atekeleze masharti. Ibrahimu, wewe mlete hiyo mtoto, fanya nini? Mchinje. Ili kugharamia, someni Biblia watu wa Mungu. Ibrahimu hakumwambia mke wake. Inaonekana wanawake wengi ndio wachoyo, na nyumbani afadhali mwanaume awe mchoyo kuliko mwanamke. Wageni wamekula, kale kanyama kajana jioni watoto chikalikula kote. Ile nyama yote kilo 17. Jioni umekula yote. Kumbe nyingine amepeleka kwa mama yake Upare. Nyama inafungashwa hapa kutoka hapa uso yote Upare. Nyama. Turudi nyuma kidogo. Ibrahimu amekaa pale, hajawa na mtoto. Alikuwa na mifugo. Nataka nikwambie kugharamia kunazo kufikia kwenye mafanikio. Hata kama Mungu amekuahidi, ili ufikie pale lazima atakupa masharti ya kutekeleza. Ibrahimu akaona wageni wanakuja wanapita zao. Alifanyaje? Soma kwenye Mwanzo hiyo. Aliwakaribisha wale wageni. Karibuni. Walikuwa wanapita. Hivyo nyumba zao mlango unageukia kule, mwanamke haruhusiwi kuja pale. Sara yuko ndani, hana mtoto. Na Mungu alikuwa ameshamwahidi utazaa mtoto na utakuwa baba wa mataifa mengi. Si ndio? Hata sisi tumetokana na Ibrahimu, kienda historia ya Biblia. Jamani, karibuni nyumbani. Tunaenda akasema ngalau munawe hata miguu. Nakumbuka Biblia inasema hivi. Lakini tukiendelea na gharama tulizolipa, maji aliona ni kidogo sana, hakuwanawisha. Alichukua ndama, sijui siagi, jinsi Biblia inavyotaja, wakapewa wale watu wakala. Wakati wanakula ule kijijini chuna nyumba za majani, sasa hivi vinanunuliwa vile vya kutoa nyama, vinanunuliwa kule kijijini pale mlangoni, ndio unatoa hivyo, unataka kupika kwenye nini. Wakati wanatoa wanaulizana, huyu mtu ametufanyia hivi, tumfanyie nini? Ibrahimu, wewe mke wako yuko wapi? Sikia sasa. Baada ya kugharamia, tamko lilitamkwa la kutekeleza ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu. Katika mazungumzo yao wakamwambia mwakani utapata mtoto. Sara akacheka. Na ahadi nilionayo, maana Biblia inasema alikuwa hapati siku zake tena. Mbona umecheka? Sara akaogopa. Lakini cha muhimu, kitendo cha kuwapa watu vitu, kugharamia, ilikuwa ni moja ya sababu ya Ibrahimu kupata mtoto. Akaidiwa mwakani muda kama huu utapata mtoto. Kisha akachalipatikana. Na jina lake akaambiwa tabasamu. Cheka sasa, utasa umeisha.
Kwa roho ya ugumu ulionao kutokuwapa watu vitu, unajifungia mwenyewe milango yako. Alafu Mungu nifanikishe. Hawa unaowafungia kuwapa ndio Mungu atawatumia wakupe. Na ndio unataka kutendewa wewe, watendee na wengine. Bwana kidogo kinakuja kwako au unakuwa cheo sana. Haleluya. Haleluya. Ninaeleweka vizuri? Ikiwa watu wangu walio kwa jina langu watanyenyekea, wataomba, watatafuta uso wangu na kuacha njia zao mbaya, mashaka hivi, tunaongeza mengine na tutaona mengine mengi zaidi hayo, na bado sijafafanua maana hiyo mistari, nitaifafanua. Ibrahimu alifanikiwa kwa kuwapa watu wengine, alikuwa anahitaji. Tueleze ukweli, kama ni mimi munisaidie. Sioni mahali Ibrahimu alipiga magoti, Mungu nipe mtoto. Pasa tusaidiane. Sikatai maombi, naelezea masharti mengi, sio kuomba ni moja. Hakuna mahali Ibrahimu aliomba Mungu nipe mtoto. Lakini kila hatua alikuwa ananyenyekea kufanya alichomwambia Mungu. Kutekeleza masharti. Tena za kulipa gharama. Akapata mtoto. Kwa hivyo inawezekana mahitaji mengine ulionayo, unaomba ni moja ya gharama. Wenda kuna gharama nyingine zaidi ya hiyo. Na moja imeanza pale, ikiwa watu wangu watanyenyekea. Kunyenyekea ni kufanya anachotaka Mungu. Hatuko razi waamini kufanya anachotaka Mungu, lakini tuko tayari Mungu atufanyie tu. Mungu atufanyie tu. Mungu atufanyie tu. Tunajizuilia njia zetu sisi wenyewe za kufanikiwa. Mwambie mwenzako acha uchoyo. Kambuzi tu mwezi mzima kwenye friji. Na Mungu anajua kuona ndio mabalaa mengine kwa sana hukumu tafika baadaye. Unashangaa tu watoto wamefadhiwa friji. Unaanza kuwatandika watoto, kumbe Mungu ameamua kuiondoa ile, imekuwa sababu ya baraka zako kufanikiwa. Sio kila balaa inayotokea ni shetani. Mengine anaruhusu balaa ikupate ili ufundishike. Hiyo nayo utasema amen. Amen. Sio kila balaa ni kutoka kwa shetani. Balaa zingine Mungu anakufanyia iwe fundisho ili utoke kwenye hatua ulionayo uingie kwenye hatua nyingine, maana Mungu ametukusudia mafanikio. Na kuonyesha Mungu amekusudia mafanikio, sikia alipoumba vitu vyote kabla ya mwanadamu. Baadaye kumbariki Adamu alisema mkatawale. Na nini tena? Baada ya kutawala amsome Biblia kuna maneno mawili Mungu alisema. Baada ya kumbariki mkatawale na kutiisha. Mungu alikabidhi mwanadamu vyote, lakini alipewa masharti ya kutekeleza. Yote kula, lakini usile. Sharti la kufanya ili atawale kisawasawa na amiliki kisawasawa. Lakini alipokwenda kinyume na ile sharti tu, alifanya nini? Alifukuzwa. Ndio balaa nyingi tunazipata kutokutekeleza masharti, kutokukubali kugharamia. Kazi kubwa aliyopewa Adamu pale bustani ni kupalilia. Lakini sharti ndogo ilimfanya mpaka akafukuzwa bustani. Hali iliyofanya Mungu tena ili mwanadamu arudi katika usawa aliokusudia, ndio akagharamia, akavaa mwili, akakubali kuteswa ili kumrudisha mwanadamu katika hali aliyokusudia. Na mpaka leo kama maandiko yanafundishwa ni kukuambia hatua za kusimamia ili ufikie mahali ambapo Mungu amekusudia. Hatufiki kirahisi rahisi. Haleluya. Haleluya. Wangapi wananipata? Naomba nimalizie kipengele hiki kwa leo. Mungu ameweka bayana masharti yanayohitajika kuyatekeleza ili tuweze kufanikiwa katika mahitaji tulionayo. Yako wazi. Na hata kama hutayajua, ndio maana Mungu anawatumia watumishi wa Mungu, anawafunulia, anawafundisha. Fanya hivi, ni masharti ya. Sasa, nataka nimalizia, mahitaji alionayo kila mwanadamu ni matatu tu. Unaweza ukaulizwa na mahitaji mangapi hapa, ukaanza kuorodhesha, tunaandika, hata 1000 inaweza kufika. Lakini bila kujua, yote hii 1000 uliyoyataja yamejigawa katika sehemu tatu. Unaweza kutaja hitaji hili, la pili hili, kumbe ni hitaji moja hilo limeunganishwa kwa pamoja. Sasa nikueleze mahitaji matatu alionayo mwanadamu. Hapo ndio namalizia leo. Hitaji la kwanza, Mungu asikie maombi yako. Kila mwanadamu anahitaji la kutaka Mungu asikie na uyaomba. Kila mwanadamu. Ndio hitaji la kwanza. Sasa ili hitaji lako ili fanikiwe na Mungu asikie unavyoomba, liko sharti lake. Na tumelisoma kule kwenye zile sehemu 4.
Hitaji la pili ambalo mwanadamu analo, Mungu asamehe makosa na dhambi tunazozifanya. Kila mwanadamu anahitaji kusamehewa, hata kama hajaji kanisani, anaomba msamaha, Mungu anisamehe. Kila mwanadamu anahitaji hilo, na ili usamehewe dhambi au makosa uliyoyafanya, kuna masharti ya kutekelezwa. Na hitaji la tatu ambalo mwanadamu alilo nalo, Mungu aiponye nchi yako. Ndio hapo ni kumalizia. Mungu aiponye nchi yangu. Kila mwanadamu ana hilo hitaji. Ndio mangapi? Hata kama utataja 100, kati ya 100 lazima kuna mengine yataenda kwa ile la kwanza la Mungu asikie maombi, au litaenda kwa la pili Mungu asamehe makosa, au itaenda kwa la tatu Mungu aponye nchi. Sasa neno nchi linawakilisha ndoa yako. Na ndio maana ndoa ikiponywa, nchi itaponywa. Kila ndoa kama itakuwa salama, kila ndoa kama itakuwa salama, nchi imeponywa. Maana matatizo mengi yanayotokeza huko kwa maafande, kwa wakuu wa mikoa, kwa ndio vurugu nyingine zinaanzia katika ndoa. Hasira zimeanzia kwenye ndoa, huko anaenda kuwavuruga wafanyakazi wote kule kwenye ofisi. Hata makanisani vurugu zikienda huko kwenye ndoa, huko hapakaliki hapa. Mchungaji utaomba uwepo utashuka hapa, watu wananena kwa lugha, anasema nao wamejaza, kumbe mwingine analia makofi ya usiku aliyopiku. Hana amani hapa. Mchungaji anachelewesha ibada, hana amani hapa. Ndoa ikipona, kanisa linapona, nchi inapona. Sema amen. Kwa hivyo na wakilisi anaposema nitaiponya nchi yao, anapozungumzia nchi, mmoja anazungumzia ndoa. Na ndoa ili iwe salama, lazima masharti yatekelezwe. Anapozungumzia nchi, anazungumzia familia yako. Familia zote zikuwa katika hali ya amani zote duniani. Hakuna vita, hakuna mgogoro. Anaposema nitaiponya nchi yako, anazungumzia shughuli zako. Kila mmoja akiwa na shughuli anaifanya, afanikiwa, migogoro haitakuwepo hata katika dunia. Unajua wengine wanatafuta hii. Sasa kama kila mtu ana shughuli zake anafanikiwa, atatafuta nyingine kwa kupigana vita. Hapo na kufahamia anaposema nitaiponya nchi. Nchi anayozungumzia ni nini? Ni kanisa lako. Na ndio maana matatizo yakitokea katika nchi, hata wakuu wa serikali wanasema kanisa ombeni, msikitini ombeni, maana ndio kuna chanzo cha amani. Sasa kunapotegemea kuna chanzo cha amani, kukiwa vurugu, nchi itakuwa salama. Kwa hivyo anaposema hapa mkinyenyekea, mkiomba, mkitafuta uso wangu, nitaiponya nchi, anazungumzia ndoa yako, familia yako, shughuli zako na kanisa lako. Tamani kanisa lako liwe na amani. Tamani kanisa lako lifanikiwe. Na ili kanisa lako lifanikiwe hili, nyenyekea, omba, tafuta uso wa Bwana. Kwa ufupi, tekeleza masharti. Tekeleza masharti, kanisa litafanikiwa. Na masharti Mungu anaweka bayana kwa watumishi wake. Wanapokufundisha ni masharti hayo. Tekeleza, kanisa litafanikiwa. Lakini chaenda mwingine anataka kanisa lifanikiwe, yeye mwenyewe hajihudhurii. Lakini Mungu anatekeleza. Mungu wewe ongeza idadi ya watu. Mungu wewe tukamilishe ujenzi. Yeye mwenyewe na maburukutu ya hela sika kutoka kwenye ujenzi hatoi. Sasa unataka ifanikiwe? Tekeleza wewe kwanza katika hatua ya kutoa. Tekeleza wewe katika hatua ya kuomba. Tekeleza wewe katika hatua ya kunyenyekea inayotakiwa kufanyika kwa ajili ya kanisa lifanikiwe. Hiyo ndio nchi ambayo inayosemwa Mungu ataiponya na nchi. Mungu awabariki. Amen.